mechi yao iliyopita dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba ilimalizika kwa suluhu, huku Wekundu wa Msimbazi Simba wakionekana ndio waliomiliki mpira zaidi mpaka mechi inakamilika. Simba walimiliki mpira kwa 51%, wakati Yanga ilikuwa ni 49%, lakini ni Simba ndio waliopiga mashuti mengi zaidi, mashuti 8, wakati Yanga walipiga mashuti 6 yaliolenga shabaha. Simba mashuti 3, Yanga mashuti 2. Labda sasa wakichukulia hiki walichokionyesha Yanga halafu wakajilinganisha na wao ambao wametoka kuifunga Coastal Union kwa bao 1-0 na kutimiza pointi 19 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, isije ikawa ndio waonekana kwamba wanakwenda kukutana na Yanga ambayo iko unga, imepungua ufanisi chini ya kocha Pedro Gonçalves. Kwa kadri msimamo wa ligi kuu Tanzania bara unavyoonyesha ni kwamba Singida wakiamini hivyo katika mchezo wao dhidi ya Yanga, ambapo Singida watakuwa nyumbani, watakuwa wamefanya kosa kubwa, kwa sababu Yanga hii ambayo haikucheza kwenye kiwango cha juu ilipocheza dhidi ya Simba kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, wao wakiwa wenyeji, lakini bado ikapata suluhu dhidi ya Simba na kufikisha pointi 29 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa kileleni. Ina mambo mengi mazuri mpaka sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kulinganisha na wenyewe Singida. Ikumbukwe mpaka sasa Singida ambao ni wenyeji kwenye mchezo huu, wao wamecheza mechi 11 kama Yanga, lakini katika mechi hizi pointi walizo nazo ni pointi 19 tu, lakini mabao Singida Black Stars mpaka sasa wamefunga mabao 11, wameruhusu mabao 8. Kwa hiyo goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, ni chanya 3. Lakini ukiangalia hayo kulinganisha na wapinzani wao katika mchezo huo ambao ni wageni Yanga wamecheza mechi 11 kama Singida Black Stars 11 games, lakini kwa mechi hizi 11 Yanga wamevuna pointi 29. Hawajapoteza mchezo mpaka sasa Yanga. Lakini kwenye mabao Yanga wanatisha zaidi kwa sababu wamefunga mabao 27, wameruhusu mabao 2. Kwa hiyo goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu kwa Yanga ni mabao 25. Sasa hii peke yake yatosha kuiamsha Singida Black Stars kwamba wanapokwenda kucheza dhidi ya Yanga wajipange haswa, wacheze kwa tahadhari, na uzuri wake ni kwamba Singida Black Stars wana wachezaji wengi wenye wasifu mkubwa kiasi ya kwamba wakizingatia maelekezo ya benchi lao la ufundi wana uwezo wa kuichallenge Yanga na pengine kuwa timu ya kwanza msimu huu kuweza kupata pointi zote 3 dhidi ya Yanga. Ni kwa sababu mpaka sasa Yanga kwa michezo 11 hawajapoteza mchezo, wameshinda mechi 9, suluhu 2. Suluhu dhidi ya Simba katika mechi iliyopita, lakini suluhu nyingine walitoka dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya. Kiasi ya kwamba ukizama ndani zaidi kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, Yanga kwenye ufungaji ndio timu inaongoza kwa mabao mengi ambao mabao 27. Wanaofuatia kuna timu takribani 4 ambazo zenyewe zina mabao 18. Kati ya hizi ni zipi? Kuna JKT Tanzania ina mabao 18. Kuna Simba ina mabao 18. Tena kuna nyingine zimecheza mechi nyingi zaidi kama JKT kwa mfano. Lakini kuna Pamba Jiji nayo ina mabao 18, Pamba. Yes, mabao 18. Kuna Azam nao wana mabao 18. Hizo ndo timu zinashika nafasi ya pili kwa kufunga mabao mengi zaidi baada ya Yanga. Lakini timu nyingine kwa mfano Singida wenyewe wao wana mabao 11. Kwa ukilinganisha na Yanga kwenye mabao tu ya kufunga, Yanga wameacha mbali mno Singida Black Stars kwa takriban mabao 16. Yanga iko juu kwa mabao ya kufunga kuliko Singida Black Stars, na ndio timu yenye kufunga mabao mengi zaidi kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Lakini kwenye kuzuia, Yanga wanaonekana kuimara zaidi kwenye mkaratasi kwa sababu wameruhusu mabao 2 tu. Ni mabao ambayo waliyaruhusu wakati wanashinda 4-1 dhidi ya KMC, lakini wakati wanashinda 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa unaona kwa ujumla Yanga wameruhusu mabao 2 tu huku wao wakifunga mabao 27. Ndio timu yenye ukuta imara zaidi. Zinazofuatia kwa ukuta imara kwa kuruhusu mabao machache baada ya Yanga iliruhusu mabao 2 ni pamoja na Simba ambao wameruhusu mabao 4, halafu Azam ambao mpaka sasa na wao wameruhusu mabao 4. Kwa hiyo Yanga ndio yenye ukuta imara zaidi, Yanga ndio inayofunga zaidi kuliko timu yoyote. Kwa sababu hiyo mechi hiyo Singida Black Stars, benchi lao la ufundi na wachezaji wao kwa ujumla watapaswa kuwa makini ili kuweza kuichallenge Yanga ambayo mpaka sasa ndio timu pekee haijapoteza mchezo katika ligi kuu Tanzania bara
kwa msimu huu. Kumbuka Yanga yenyewe msimu uliopita ndani ya mechi 10 ilikuwa ishapoteza mechi 2. Ilifungwa dhidi ya Azam bao 1-0 katika mechi 10 za mwanzo wa msimu, ilifungwa mabao 3-1 dhidi ya Tabora United ambayo hivi sasa ndio TRA United. Kwenye uwanja wa Chamazi Complex Yanga ikiwa nyumbani ilifungwa 3-1. Lakini msimu huu ambao Yanga chini ya Pedro Gonçalves kwenye mechi za karibuni inaonekana kana kwamba haipo kwenye ile fomu yake, lakini bado inafanya vizuri na inapata matokeo mazuri, na ndio tabia ya timu kubwa zinapofukuzia mataji, kwamba wakati mwingine zinapata matokeo yanayohitaji hata zinapocheza chini ya kiwango, na ndio sifa. Sio kwamba kila mchezo wacheze kwenye kiwango cha juu, kwa sababu kuna mechi unakutana na wapinzani ambao wamejipanga vizuri, wanakushika, lakini bado unatakiwa ucheze kibabe kama timu kubwa, uhakikishe unapata pointi zote 3. Ukibanwa sana basi ikibidi uambulie hata pointi 1. Ndivyo ambavyo Yanga mpaka sasa kwa mechi 11 wanaonyesha hivyo, kwa sababu kuna baadhi ya mechi hawakucheza vizuri lakini bado wameambulia pointi. Sasa kwenye mechi hii dhidi ya Singida Black Stars, wao wako nafasi ya 9 kwenye msimamo kwa pointi hizi walizonazo 19 baada ya michezo 11. Kama Yanga, kama Simba, kama Azam wanapaswa kuwa makini zaidi. Jambo zuri tu kwa Singida Black Stars ni kwamba kuna zile hamasa za wachezaji mmoja mmoja mbali na timu. Kwanza timu itataka kufanya vizuri kutokana na mwenendo wake mpaka sasa wa kusuasua kwenye ligi, kwa sababu idadi ya mechi walizocheza ndizo ambazo amecheza timu inayoongoza pale kileleni ambao ni Yanga. Lakini ni kwamba wachezaji mmoja mmoja, kwa mfano kuna wachezaji ambao walipita Yanga akiwamo Joseph Gede, alikuwepo katika Yanga ya Miguel Gamondi, yupo ndani ya Singida Black Stars. Bila shaka mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast atataka awaonyeshe Yanga kwamba wanammisi, na hicho kinaweza kawa kigezo kwa yeye kuwa chanzo cha mafanikio kwa Singida Black Stars wanapokwenda kushambulia. Lakini Singida Black Stars ina wachezaji wengi wenye wasifu mkubwa, wachezaji kama Hoso Mwaku Malanga, top scorer katika ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo msimu uliopita, akimaliza ligi akiweka rekodi katika ligi kuu ya Kongo na mabao 25 ambayo hajawahi kufungwa na mchezaji yeyote katika ligi kuu ya Kongo tangu kuanzishwa kwake kwa kuitwa ligi kuu ya Kongo. Yaani kina Trezor Mputu na wachezaji wengine wengi nyota waliopita katika ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kina Mesha Kielia, kina Jackson Muleka, hakuna aliwahi kufunga mabao 25. Kina Trezor Mputu Nabi kama nilivyotoka kueleza. Kwa hiyo Hoso Mwaku Malanga ni miongoni mwa wachezaji vinara katika ushambuliaji kwenye Singida Black Stars, kama ilivyo kwa Elvis Baranga Rupia ambaye naye anashikilia rekodi ya kufunga mabao mengi zaidi katika ligi kuu ya Kenya. Hakuna aliyewahi kufunga mabao mengi kwa msimu mmoja kama alivyofanya Hoso Mwaku Malanga katika msimu uliopita kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Elvis Baranga Rupia anashikilia rekodi katika msimu mmoja ligi kuu ya Kenya akifunga mabao 27. Hakuna mchezaji aliyewahi kufunga mabao ya idadi hiyo tangu ligi kuu ya Kenya kwa kuitwa ligi kuu ianzishwe. Sasa hao wote ni miongoni mwa washambuliaji wa Singida Black Stars. Kuna wachezaji nyota kama Lamine Jaju amekuwa kwenye kiwango bora sana, lakini kuna kina Ibrahim Imoro, kina Emmanuel Keyeke, kuna Morris Buchukuchuku, Kennedy Juma Wilson na wengine wengi ambao matarajio ni kwamba wakiwa kwenye kiwango cha ubora kinaenda kwa Cyril waipe changamoto Yanga. Lakini Yanga wao kwa mwenendo huu unaonyesha kwamba hata pale wanapoyumba bado wana uwezo wa kupata matokeo, lakini bado wana wachezaji ambao wako kwenye kiwango cha juu kiasi ya kwamba mfumo wa timu chini ya kocha Pedro Gonçalves ukionekana unapata shida, kuna wachezaji moja moja wanaweza kuleta matokeo. Kuna mshambuliaji Laurindo Depu, kuna wachezaji kama Maxim Pianzengeli, wapo akina Alan Okelo na wengine wengi ndani ya Yanga. Mohamed Damaro Kamara anarejea kucheza na timu yake ya mwajiri wake wa zamani Singida Black Stars, maana alitua Yanga wakati wa usajili wa dirisha dogo na sasa anakwenda kukutana na mwajiri wake wa zamani. Kina Hussein Masalanga golikipa anakwenda kukutana na mwajiri wake wa zamani, ingawa Djigui Diarra ndiye anatarajiwa kuanza kikosini kucheza mara kwa mara, inategemea lakini hata hivyo na mipango ya kocha Pedro Gonçalves. Kwa ufupi, itakuwa bonge la mechi ambalo Singida wanapaswa kuwa makini. Kwa mwenendo wao wa kusuasua siku hiyo wanapaswa kuwa makini zaidi, kwa sababu wakifanya tofauti wakichukulia Yanga poa, kwa sababu walivyoishuhudia ikicheza dhidi ya Simba hasa katika kipindi cha kwanza, walivyocheza dhidi ya Namungo hasa katika kipindi cha pili, halafu wakichukulia poa waweza wakajikuta Yanga wanajifariji kwa kupata ushindi mnono endapo Singida watachukulia poa. Vinginevyo matarajio ni kwamba mechi itakuwa kali ya kusisimua kwa sababu ya aina ya wachezaji katika timu zote mbili. Wana wasifu mzuri wa juu, lakini vile vile malengo ya kila timu. Yanga inataka kujiimarisha zaidi pale kileleni kutoka pointi 29 ilizonazo ifikishe pointi
32, lakini wakati huo huo Singida Black Stars itataka kujikwamua kutoka nafasi ya 9 iliyopo sasa, ili kwa kuwa na pointi hizi 19 ipande, kwa sababu itatimiza pointi 22 endapo itashinda dhidi ya Yanga. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye. Na mbali na Hoso Mwaku Balanga, mbali na Elvis Baranga Lupia, Singida Black Stars wanaye Joseph Gede ambaye kama nilivyotoka kueleza awali anakwenda kutana na mwajiri wake wa zamani.